Tundu Lissu na Osman wazuiwa kuingia nchini Angola. Msafara wa viongozi wa ACT Wazalendo ukiongozwa na kiongozi wa chama Dorothy Semu na makamu wa kwanza wa rais Zanzibar ambaye pia ni mwenyekiti wa ACT Wazalendo Osman Masoud Osman, pamoja na msafara wa mwenyekiti wa chama cha demokrasia na maendeleo Chadema Tundu Antipas Lissu wamezuiwa kuingia nchini Angola na mamlaka ya serikali za Angola. Taarifa iliyotolewa na katibu wa mambo ya nje ushirikiano wa kimataifa wa ACT Wazalendo Mwanaisha Ondeme amesema viongozi hao walishikiliwa katika uwanja wa ndege wa Luanda na hati zao za kusafiriwa zilikamatwa na serikali ya Angola bila kueleza sababu yoyote. Imetoa amri ya viongozi hao warejeshwe Tanzania. Viongozi hao waliasili Angola kushiriki mazungumzo ya jukwaa la demokrasia Africa the Platform for Africa Democracy PAD yaliyoandaliwa na taasisi ya Bentham Foundation, yaliyopangwa kufanyika kuanzia Machi 13 mpaka 16 mwaka 2025, ambapo mbali na viongozi hao, viongozi wengine zaidi ya 40 kutoka nchi mbalimbali Afrika ambao pia walikuwa wanahudhuria mkutano huo wamezuiliwa na serikali ya Angola. Mmoja wa viongozi waandamizi waliotarajiwa kushiriki kwenye mkutano huo ni pamoja na marais wastaafu kama wa Botswana Andres Pantes Olango, wa Colombia, wengine ni waziri wa kilimo wa Afrika ya Kusini na kiongozi wa chama cha DA John Stefford na kiongozi wa chama cha Pendulum cha nchini Msumbiji Valencio Mondrani. ACT Wazalendo imelaani kwa nguvu kitendo cha udhalilishaji kilichofanyika dhidi ya viongozi hao wa ACT Wazalendo na viongozi wengine kwa kuzuiliwa na kushikiliwa katika uwanja wa ndege wa Luanda, ambapo ACT Wazalendo pia imemtaka balozi wa Angola nchini Tanzania kutoa maelezo ni kwa sababu gani viongozi hao wamezuiliwa na kunyang'anywa hati zao za kusafiria. Tunaitaka Wizara ya Mambo ya Nje na Ushirikiano wa Afrika Mashariki imuite na kumhoji balozi wa Angola nchini juu ya kadhia hii, na tunatoa wito kwa serikali ya Angola kuziacha mara moja hati za kusafiria za viongozi wetu waliowashikilia kwa kuwaruhusu kuendelea na ratiba yao nchini Angola. Ni taarifa kutoka nchini Angola. Hatimaye msafara wa viongozi wa ACT Wazalendo ukiongozwa na kiongozi wa chama Dorothy Semu na makamu wa kwanza wa rais wa Zanzibar ambaye pia ni mwenyekiti wa ACT Wazalendo Osman Masoud Osman, pamoja na msafara wa mwenyekiti wa chama cha demokrasia na maendeleo Chadema Tundu Antipas Lissu umezuiwa kuingia nchini Angola na mamlaka za serikali za Angola. Marekani yamtimua balozi wa Afrika Kusini. Nchi ya Marekani imemtimua balozi wa Afrika Kusini mjini Washington, Marekani, akituhumiwa kuichukia Marekani na kumchukia rais wa Marekani Donald Trump. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Michael Rubio amesema Marekani imemfukuza balozi wa Afrika Kusini kwa kuichukia Marekani na kumchukia rais wa Marekani Donald Trump, ambapo Rubio ameandika katika mtandao wa kijamii wa X, zamani ukiitwa Twitter, kwamba balozi wa Afrika Kusini nchini Marekani akaribishwe tena katika nchi yao na hawana la kujadili naye, na hatua hii inakuja siku chache baada ya balozi huyo Lissu kusema Trump anaendesha vuguvugu la kuwafanya watu weupe kuwa bora kuliko wengine nchini Marekani na dunia nzima kwa ujumla. Kufukuzwa kwa balozi wa Afrika ya Kusini, hatua inaida kuchukuliwa Marekani, ni tukio la hivi karibuni kabisa na ongezeko la msuguano kati ya serikali ya Marekani na ya Afrika Kusini. Balozi Lissu ni mwanaharakati wa kupinga ubaguzi wa rangi tangu ujana wake, na mara kadhaa ameeleza hasira zake kwa serikali ya Israel kufanya vita na Gaza. Itakumbuka Februari mwaka huu, rais wa Marekani Donald Trump alisitisha misaada kwa Afrika ya Kusini, akitaja sababu kuwa ni sheria kali nchini Afrika Kusini ambayo inadai inawachukua ardhi kutoka kwa watu weupe wa nchini Afrika Kusini. Wiki iliyopita rais wa Marekani Donald Trump alichochea zaidi hali ya wasiwasi, akisema wakulima wa Afrika Kusini wanakaribishwa kwenda kuishi Marekani baada ya kurudia madai yake kwamba serikali ya Afrika Kusini inachukua kwa nguvu ardhi kutoka kwa watu weupe. Ni taarifa kutoka nchini Marekani. Hatimaye Marekani imemtimua balozi wa Afrika Kusini mjini Washington Ibrahim Lissu, akituhumiwa kuichukia Marekani na kumchukia rais wa Marekani Donald Trump. Hatimaye viongozi waliozuiwa Angola sehemu alejea Osman bado. Chama cha ACT Wazalendo kimesema kiongozi wa chama hicho Dorothy Jonas Semu akiwa ameambatana na naibu katibu wa mambo ya nje ACT Wazalendo Nasir Nasr Omari na katibu wa haki za binadamu Pavu Juma Abdalla wamerejea nchini Tanzania usiku wa kuamkia leo baada ya kuzuiwa kuingia nchini Angola.
Taarifa iliyotolewa na katibu wa mambo ya nje ushirikiano wa kimataifa wa ACT Wazalendo Mwanaisha Mdeme amesema kwa upande wake mwenyekiti wa ACT Wazalendo ambaye pia ni makamu wa kwanza wa rais Zanzibar Othman Masoud Othman bado yupo jijini Rwanda nchini Angola kwa ajili ya kukamilisha taratibu za usafiri kurejea nyumbani Tanzania. Chama kinaendelea kutoa taarifa mara kwa mara juu ya maendeleo ya swala hilo. Chama cha ACT Wazalendo kimesikitishwa na ukimya wa serikali ya Tanzania kupitia Wizara ya Mambo ya Nje na Ushirikiano wa Afrika Mashariki. Kulikalia kimya swala hili ni jambo linaloshangaza na kusikitisha kwa serikali ya Tanzania kushindwa kutoa kauli yoyote dhidi ya kitendo hiki kilichokiuka taratibu za kidiplomasia, hali ya mshikamano wa Afrika na undugu wa kihistoria baina ya Tanzania na Angola. Tunataka Wizara ya Mambo ya Nje na Ushirikiano wa Afrika Mashariki itoke hadharani na kufafanua kilichotokea Angola na msimamo wa serikali juu ya jambo hilo. Tunatoa rai kwa nchi yetu kuitaka serikali kumuita mara moja balozi wa Angola nchini Tanzania kujieleza kuhusu kilichotokea kwa viongozi wetu nchini Angola. Viongozi hao waliwasili Angola kushiriki mazungumzo ya Jukwaa la Demokrasia ya Afrika, The Platform for Africa Democracy PAD, yaliyoandaliwa na taasisi ya Platform Foundation, yaliyopangwa kufanyika kuanzia Machi 13 mpaka 16 mwaka 2025, ambapo mbali na viongozi hao, viongozi wengine zaidi ya 40 kutoka nchi mbalimbali za Afrika ambao pia walikuwa wanahudhuria mkutano huo walizuiliwa na serikali ya Angola, akiwemo mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema Tundu Antipas Lissu na viongozi wengine wa Chadema. Ni taarifa kutoka nchini Angola. Hatimaye chama cha ACT Wazalendo kimesema kiongozi wa chama hicho Dorothy Jonas Semu akiwa ameambatana na naibu katibu wa mambo ya nje ya ACT Wazalendo Nasr Omari na katibu haki za binadamu Pavu Juma Abdalla wamerejea nchini Tanzania usiku wa kuamkia leo baada ya kuzuiwa kuingia nchini Angola. Paul Makonda atoa kauli vijana wa Arusha mna nafasi zenu India. Mkuu wa mkoa wa Arusha Paul Christian Makonda amekutana na kuongea na balozi wa India nchini Tanzania Bi Shwadway na kukubaliana kukuza na kuimarisha mahusiano ya pande zote mbili katika kuhakikisha kuwa wananchi wa Arusha wananufaika na fursa mbalimbali kutoka nchini India. Katika mazungumzo yao, Paul Makonda na balozi Way wamejadiliana na mkoa wa Arusha kupata fursa ya mambo matano, ikiwemo kongamano kubwa litakaofanyika mwezi Mei mwaka 2025 ambapo atakuwepo maprofesa mashuhuri kutoka nchini Marekani kutoa elimu kuhusu akili mnemba artificial intelligence kwa vijana wa Arusha. Viongozi hao pia katika mazungumzo yao wamekubaliana kuanzisha kilimo cha mitishamba inayotumika katika utengenezaji wa dawa za asili chini ya usimamizi chuo kikuu cha Nelson Mandela. Pia wamejadili kuhusu nchi ya India kutoa fursa ya ufadhili wa masomo kwa vijana takriban 1000 watakaokuwa na fursa za kusoma kozi mbalimbali sambamba na ufadhili wa wapishi 50 watakaoenda kupata mafunzo ya upishi wa vyakula vyenye ladha ya Kihindi ili kuvutia watalii kutoka nchini India watakaokuja nchini Tanzania. Fursa nyingine itakayopatikana katika mazungumzo ya Paul Makonda na balozi huyo wa India nchini Tanzania ni pamoja na kuimarisha kilimo cha maembe mkoani Arusha kutokana na uhakika wa soko litakayopatikana nchini India, ambapo pia raia wa nchi hiyo wamekuwa na uhitaji mkubwa wa unga unaotokana na tunda la embe kwa ajili ya matumizi mbalimbali. Ni taarifa kutoka jijini Arusha. Hatimaye mkuu wa mkoa wa Arusha Paul Christian Makonda amekutana na kuongea na balozi wa India nchini Tanzania Bi Shwadway na kukubaliana kutoa elimu na kuimarisha mahusiano ya pande zote mbili katika kuhakikisha kuwa wananchi wa Arusha wananufaika na fursa mbalimbali kutoka nchini India. Daktari Kikwete atua Japani, agenda ni elimu. Rais mstaafu Daktari Jakaya Mrisho Kikwete akiwa ni mwenyekiti wa bodi wa shirika la elimu kimataifa GPE yupo Tokyo nchini Japani kwa ajili ya kukutana na kufanya mazungumzo na viongozi wa serikali, wakuu wa taasisi, mashirika mbalimbali nchini Japani. Lengo la ziara yake nchini Japani ni kuboresha ushirikiano wa GPE na Japani katika kuwezesha utatuzi na changamoto za elimu ya chekechea, msingi na sekondari katika nchi zinazoendelea. Katika siku ya kwanza, rais mstaafu na mwenyekiti wa bodi ya GPE amekutana na kufanya mazungumzo na Mheshimiwa Shin Yokohama, waziri wa fedha wa Japani, na naibu wake Mheshimiwa Atsu Mimura.
Rais mstaafu Jakaya Mrisho Kikwete amekutana na kufanya mazungumzo pia na Akiro Tanaka, rais wa shirikisho la ushirikiano kimataifa la Japani JICA. Pia rais mstaafu Jakaya Mrisho Kikwete amekutana na Yoichi Sakawa, mwenyekiti wa taasisi ya Nippon. Sakawa mwenye umri wa miaka 86 sasa alifanikiwa kupanda mlima Kilimanjaro tarehe 12 Februari mwaka 2024 katika kuadhimisha miaka 85 ya kuzaliwa kwake. Kwa siku zinazofuata, rais mstaafu Jakaya Mrisho Kikwete anatarajiwa kukutana na Timia, waziri wa mambo ya nje wa Japani, wabunge wa bunge la Japani, na kushiriki mjadala kuhusu elimu ya teknolojia, kufanya mahojiano na vyombo vya habari, na anatarajia kufanya mazungumzo na Mheshimiwa Tsunobu Yano, rais wa taasisi ya Afrika. Ni taarifa kutoka Japani. Hatimaye rais mstaafu wa Tanzania Jakaya Mrisho Kikwete, akiwa ni mwenyekiti wa bodi wa shirika la elimu kimataifa GPE, yupo Tokyo nchini Japani kwa ajili ya kukutana na kufanya mazungumzo na viongozi wa serikali, wakuu wa taasisi, mashirika mbalimbali nchini Japani.